Karibu mshirika mpendwa kwa ibada yetu ya siku ya leo. Na haya ndio tuliweza kukuandalia kutoka kwa meza yetu ya matangazo. Kutakuwa na kongamano la viongozi wote na uchaguzi wa nafasi za parokia pamoja na kuingizwa kazi, tarehe ikiwa 29 mwezi wa 11 mwaka 2025. Mankuli ya kupokezana mamlaka itafanyika tarehe 5 mwezi wa 12 mwaka 2025 kuanzia saa 12 za jioni. Ibada ya kina mama ya Jumatatu itafanyika hapa kanisani na wana Hope District ndio watakuwa kwa zamu. Wanagildi wote waliosoma mwongozo wa kwanza na wa pili wataweza kufanyiwa tathmini hapa kanisani tarehe 9 mwezi wa 11. Leo wakina mama wote ambao wataingizwa kazi na pia kuvalishwa baji wanatakiwa kuhudhuria mkutano pamoja na viongozi wa kikundi na wawakilishi wa district saa 10 za jioni bila kukosa. Kisalia na wana Women's Guild, kutakuwa na sherehe ya kufunga mwaka tarehe ikiwa 28 mwezi wa 11 mwaka 2025 kuanzia saa 11 za jioni. Malipo ni shilingi 500 pekee na unaweza kulipa kupitia paybill 418537. Akaunti weka jina lako ukifuatilizia na neno Guild Party. Tafadhali unaomba kutuma ujumbe huo wa M-Pesa kwa mwekazina Bi Margaret, nambari ya simu ikiwa 0710395756. Mnajilishwa ya kwamba kutakuwa na ibada ya uvuvio, yani revival, kuanzia Jumatano ya tarehe 12 mwezi wa 11 hadi Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa 11 hapa kanisani. Masaa ni kuanzia saa 12 za jioni hadi saa 2 za usiku. Kutoka kwa meza ya wanarika, Bwana Collins Kairo na Bi Njoki Mwangi wanafuraha kutualika kwa mkutano wao wa pre-wedding Jumapili ya leo kuanzia saa 8 za mchana. Yani we have not. Pia kwa kapula wanarika mnajilishwa ya kwamba kutakuwa na mafunzo ikiwa tarehe 15 na kuingizwa kazi ikiwa tarehe 23 mwezi wa 11 mwaka 2025 hapo kanisa ya PCEA Neema Church. Malipo ni shilingi 300 pekee. Kwa maelezo zaidi usisite kuzungumza na Bwana James Riri, nambari ya simu ikiwa 0719796221. Takaokuwa kwa zamu Jumapili ijayo ya tarehe 16, ibada ya Kiingereza na ibada ya Kiswahili itakuwa chini ya himaya ya wanainjilisti. Wanarika wetu watakuwa na Elda Masharia. Wageni wetu tunawapenda na kuwaenzi watakuwa na Elda Kimani. Je, wajua kwamba mtu wa kwanza kunakiliwa kwa Biblia kuwa anatumia mkono wa kushoto alikuwa anajulikana kama Ehud? Sasa wajua. Shukrani zangu za dhati kwa wale wote walifanikisha matangazo haya. Heko kwa mhariri wetu mkuu kwa kazi kuntu ya kupigiwa mstari mnono, Bwana Edwin Mbau. Nami ukiniita Nicholas Mwai, mbona nisikuitikie? Muwe na Jumapili njema na wiki njema iliyojaa na baraka tele za Maulana.